ya leo ni ombi langu ya kwamba unifinyange e Bwana. Mantele bahada balasote libahada makalaso paladia. Jiombe mwenyewe, mwambie Bwana nifinyange. Ebrana masatoria mantele bradia mazapate makatele bahando libasata rakapala dose pelinamanta la brahade mesepelimanta la bradia mante. Baba nifinyange, neno lako ni mfinyanzi. Napolisikia asubuhi ya leo tena linifinyange kwa jina la Yesu Kristo hai. Mantele brahata la bradia azepatele bahanda bakopaladia ezopala tele mahata la bradi ezabra hatele brekita la brade ekata la brande ke paladia mande ezopata la bradia. Jiombe mwenyewe rakata la brande ke paladia azopande likabahata la bradia. Roho Bwana nifinyange tena, Roho Bwana nitengeneze tena mahali nilipopungua. Naposikia neno lako asubuhi ya leo liende kunifinyanga, liende kunitengeneza. Makarato sepeledia rakata la brandoko paladia randiki paladia. Na kushangaa wewe ambaye uombi. Daudi anasema ya kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta. Asubuhi ya leo unahitaji neno moja tu ligeuze maisha yako yote, na hiyo neno Bwana analo tayari kwa ajili yako, lakini lazima uombee moyo wako iwe ni udongo mzuri ambao kila mbegu ya neno itakapoanguka liweze kwenda kuzaa sana. Haya, ombea moyo wako, mwambie Bwana ufanye moyo wangu kuwa ni mbegu ambayo kila neno litakapoanguka kwenye moyo wangu liende kuzaa sana, likazae 100, likazae 80, likazae 60 katika jina la Yesu Kristo. Mahali palipopungua likazae 30. Rikapatalabo eskatelemende ke paladia apalikitiribahata rakatelemahande. Hebu niombe. Nasikia tena tuende kuombea mioyo yetu. Ratala braketo sepadia ekatala bradia. Hebu mwambie Bwana, ni kweli ili jambo lilinipata wiki hii, lakini muda huu unaposema na mimi na ufungua moyo wangu ili niyapokee maneno yako. Biblia inasema kwa habari ya mwanamke mmoja anayeitwa Lidia, ambaye Mungu alifungua moyo wake ili ayapokee maneno yote ambayo yalizungumzwa na Paulo. Na wewe pia mwambie Bwana, ufungue moyo wangu nipokee kila neno unalozungumza na mimi asubuhi ya leo. Haya, jiombe mwenyewe sasa vizuri. Jiombe mwenyewe, usikae kimya wala usimwangalie mtu. Na neno la Mungu linasema na mtu mmoja. Mantaka palagades eplekida balakazude ezeperia mahande leberida ebretika paradama sote eparakitiri bikitiri bahande rakabara dose peredia rakabara debele setere berede riakatara brakida baradia rakabada basotere berede riakabara baraba erebeketere berede riakapara barada barabarade jadeke perebada. Bwana, na uombea moyo wangu usiwe moyo ambao ni mfano wa miiba, ambao neno likianguka litasongwa na miiba lisizae matunda. Baba, ufanye moyo wangu kuwa ni udongo mzuri ambao kila mbegu ya neno itakapoanguka iende kuzaa, ikazae ratoka paradia. Unapojiombea hivi, Mungu anaondoa roho ya mazoea. Kuna watu ambao mioyo yao imejaa mazoea, wamejaa mazoea. Makatala bradia mande berada makatala brako paradia yesatele bradia mande Ebrana mashatele bradia. Baba, niendelee mazoea. Najua leo ni siku nyingine tena sijalizoelea neno lako Bwana, sijamzoea mtumishi wako, sijazoea hii neema ulionipatia. Najua leo Bwana unalo jambo jipya kwa ajili yangu, unalo neno la kubadilisha maisha yangu. Hii ni siku ambayo umeifanya na najua unalo jambo jipya. Moja kitu ambacho kinawazuia wengi kupokea ni kwa sababu ya mazoea. Mwambie Bwana, niondolee mazoea. Natamani nikusikie wewe. Naposikia mchungaji wangu nikusikie wewe tena Bwana. Nisikie neno jipya
agano jipya ambalo litageuza uteka wangu. Unahitaji neno moja tu, neno moja tu. Namwambie Bwana, nipe neno moja, nipe neno moja. Raka palesopa gradibrahate brahia paranso paradira mande sovediba hatala bradia sevediba rakando kopaladia. Endelea kujiombea moyo wako tu. Ninamaanisha ninachokisema, najua mahali ambapo Bwana akupeleka. Raso patele brahia esabra katele bahada bahade irama kaproto pelevia rapra kateria mande. Wengine Bwana anakuambia yule aliyekukosea wiki, mwachilie kwanza ili upokee neno lake. Ukiendelea kumshikilia huyo mtu, neno la Mungu haliwezi kuongoa kwenye moyo wa namna hiyo. Mwachilie huyo mtu, mwachilie, achilia, msamehe. Rakatala bradia mande leke sopete berida yanda karaba sida. Mwingine ni asubuhi ya leo kabisa anakufanyia hilo jambo, lakini mwachilie ili Mungu aangushe neno lake kwenye moyo wako na neno lake lisianguke chini. Biblia inasema kwa habari ya Samueli, naye Samueli akakuwa wala kuliacha neno la Bwana lianguke chini. Mwambie Bwana, leo sitaliacha neno lako lianguke chini. Rakatana bredia esopata mahade esibidi barakai yantelebe kidi bahala Ebrana mashata la brakida esabraka telebredia mande esobede bekida. Katika jina la Yesu tumeomba, sema amen. Sema Bwana Yesu unisaidie. Sijakusikia, sema tena Bwana Yesu, kila neno nitakalolisikia likaanguke kwenye udongo mzuri ambao ni moyo wangu. Roho Mtakatifu nifungue. Sijakusikia, sema tena Roho Mtakatifu nifungue masikio ya ndani, yafungue macho yangu yapate kuona maajabu yatokayo kwenye sheria yako, kwa jina la Yesu. Kumcha Bwana. Ujumbe wetu unasema kumcha Bwana. Kumcha Bwana. Natamani asubuhi ya leo tuangalie tena nini maana ya kumcha Bwana, na inawezaje kufika mahali ambapo ukaanza kuishi maisha ya kumcha Bwana. Sema kumcha Bwana. Sijakusikia, sema tena kumcha Bwana. Moja ya roho ambayo inapaswa kudhihirika waziwazi kwenye nyakati za mwisho ni roho ya kumcha Bwana. Roho ya kumcha Bwana, na ni roho mojawapo kati ya roho 7 za Mungu. Kitabu cha Isaya sura ile ya 11 na mstari ule wa 2, Biblia inasema kwa habari ya zile roho 7 ambazo zitakuwa juu ya ile chipukizi. Isaya 11:2. Moja ya roho inayotajwa pale ni roho ya kumcha Mungu. Kanisa ametokea hapo kwa pamoja, naomba usome kwenye skrini yako, anasemaje? Moja, mtoto anasemaje? Roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Endelea mstari wa tatu. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Kwa mojawapo ya unabii wa siku za mwisho, Mungu ametupa nafasi tuweze kutembea kwenye udhihirisho wa roho ya kumcha Bwana. Naposema roho 7 za Mungu, sio kwamba Mungu ana roho 7, hapana, bali ni kwamba Mungu anajidhihirisha kwa namna 7. Sawa? Kwa vile ambavyo unatamani wewe, ndio ambavyo Mungu anaweza akajidhihirisha kwako. Kuna mwingine shauku yako ni kwamba Mungu ajidhihirishe kama roho ya kumcha Bwana. Kwenye huo wakati pia Mungu atajidhihirisha kama roho ya kumcha Bwana. Kwa hiyo roho ya kumcha Bwana ni roho ya msingi sana. Tena anasema na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Fike mahali ambapo furaha yako wewe ni kwenye kumcha Bwana, na unapokea hiyo hali ndani mwako kwa jina la Yesu. Nasema hivi, unapokea hali ya furaha yako kuwepo kwenye kumcha Bwana kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kumcha Bwana ni ishara ya uwepo na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mwamini. Kumcha Bwana ni ishara ya wazi ya uwepo na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mwamini.
Maanake utajuaje mtu amejaa na Roho Mtakatifu? Moja ya kitu ambacho tutakiona kwa mtu ambaye amejaa na Roho Mtakatifu, tutaona roho ya uchaji ndani mwake. Kwa hiyo kumcha Bwana ni ishara ya wazi ya uwepo na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mwamini. Kwa hiyo umejaa Roho Mtakatifu, basi tunapaswa kuona uchamungu ambao unadhihirika. Watu wanaona uchamungu waziwazi. Uchamungu waziwazi. Hebu nikae sentensi. Kumcha Bwana ni jambo la kujifunza. Kumcha Bwana ni jambo la kujifunza. Ndio maana asubuhi ya leo Mungu ametupa msaada wake wa ajabu kabisa, atufundishe namna kumcha yeye. Sawa? Kumcha Bwana ni jambo la kujifunza. Kumcha Bwana ni jambo la kujifunza. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 31 mstari wa 11 hadi 13. Kumbukumbu la Torati 31 mstari wa 11 hadi ule wa 13. Tuone kwamba kumcha Bwana ni swala la kujifunza. Na leo hii Mungu atamani atufundishe namna kumcha yeye. Anasemaje hapo? Israeli wote wafikapo ili kuonekana mbele za Bwana Mungu wako mahali pale atakapopachagua. Uisome Torati mbele ya Israeli wote masikioni mwao. 12 kanisa pamoja tusome hapa, anasemaje? Wakusanye watu wanaume na wanawake na watoto na mgeni wako aliyemo malangoni mwako, wapate kusikia na kujifunza na kumcha Bwana Mungu wenu na kuangalia kutenda maneno yote ya Torati hii. Wapate kusikia wapate kusikia na kujifunza na kumcha Bwana. Na hapa anasema na wanaume, anasema na wanawake, anasema na nani? Na watoto, na mgeni wako aliye malangoni mwako. Baki fike mahali nyumba yako ni mahali pa watu kujifunza kumcha Bwana. Nenda mstari 13 pale, mstari 13. Kanisa naomba kwa pamoja tusome hapa, asemaje? Na watoto wao wasiojua. Soma tena hapo kwa sababu asemaje? Wapate kusikia na kujifunza kumcha Bwana Mungu wenu siku zote mtakazokaa katika nchi inayoivukia Yordani ili kumiliki. Wapate kujifunza kumcha nani? Bwana. Kwa hiyo unaweza ukajifunza kumcha Bwana. Na unajifunzaje kumcha Bwana? Sema hivi, wapate kusikia na kujifunza kumcha Bwana. Kwa hiyo uwezo wako au kiwango chako cha kumcha Bwana ni kwa kadiri ya kiwango chako cha kumsikia Bwana. Wapate kusikia na kujifunza. Maana kadiri ambavyo unasikia ndivyo ambavyo unajifunza. Huwezi kujifunza kama usikii. Ndio maana huwa nawaambia siku zote, jitahidi kuwa ni mtu ambaye unapenda kusikia mafundisho. Kadiri ambavyo unajiweka kwenye neno la Mungu ndivyo ambavyo unasikia na kujifunza. Wapate kusikia na kujifunza. Kwa hiyo hauwezi kujifunza bila kusikia. Kwa hiyo unaposikia neno la Mungu unajifunza. Hata ibada ya Jumapili tu ni sehemu ya wewe kujifunza. Sawa? Hapo usikia neno la Mungu, kilichosikia kinafanya wewe hapo uweze kujifunza. Kwa hiyo hauwezi kuwa mchaji zaidi ya kiwango chako cha kusikia neno. Hauwezi kuwa mchaji zaidi ya kiwango chako cha kusikia neno. Hauwezi kuwa mcha Mungu zaidi ya kiwango chako cha kusikia neno. Ile Timotheo wa pili 3:16 hadi 17, Biblia inasema kwa habari ya kwamba neno la Mungu linafaa kwa ajili ya kuwaonya, kuwafundisha na kuwaadabisha katika haki. Kwa hiyo kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadabisha katika 17 ili mtu wa Mungu, huyu mtu wa Mungu ni mcha Mungu. Ili mtu wa Mungu ni mcha Mungu. Godi ni mcha Mungu. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Kwa jitahidi na hakikisha kwamba unakuwa ni mtu ambaye unasikia na kusikia tena.
unasikia na kusikia tena. Kwa kadiri ambavyo unasikia ndivyo ambavyo unajengwa kwenye kumcha Mungu. Kwa hiyo kama hautakuwa unasikia vya kutosha, hautamcha Mungu vya kutosha. Na hii ndio shida ya makanisa mengi. Tuna watu ambao wamezaliwa mara ya pili, wapo makanisani ila hawamchi Mungu. Tuna watu ambao wanaitwa walokole, wameokoka kabisa. Hebu angalia jirani yako huyo, angalia jirani yako vizuri. Naomba angalia jirani yako. Huyo jirani yako pia ameokoka, lakini yumkini na yeye pia ni mmoja wapo watu ambao hawamchi Mungu. Hawamchi Mungu. Kwa hiyo isishie tu wewe ni mtu ambaye umeokoka, au ni mtu ambaye unalitaja jina la Bwana, lakini pamoja na hayo yote lazima wewe ni mtu ambaye fanya nini? Unamcha Mungu. Sasa isishie tu wewe ni mtu ambaye unasema kwamba ninasali kanisa la walokole. Je, unamcha Mungu? Kwa sababu huko maofisini kuna watu ambao wapo kanisa la walokole ila hao pia wanaweza kuiba, rushwa, wanachukua rushwa, bwana ni maisha haya. Utasomaje? Utasomeshaje watoto wako? Nasema tu ile hii hela. Kwa hiyo wanatiana moyo kwenye kuila ile hela. Mfano wale wanafunzi ambao wameokoka kabisa ila kwenye mtihani wanachungulia jirani yao. Kuna jicho lake halijatoa chumba cha mtihani, anaangalia jirani. Na ameokoka kabisa na anamcha Mungu. Anasema anamcha Mungu. Bwana, wewe unamchaje Mungu ati kwa mtihani wako haui mwaminifu? Amen. Amen. Kasema kwamba hebu fungua Mithali 2:5. Kitabu cha Mithali sura ya 2 na mstari wa 5, tuone pale ya kwamba hofu ya Mungu ni ishara ya kwamba Mungu yuko mahali. Utajuaje Mungu yuko mahali? Ni pale ambapo hapo mahali ambapo unapaona kuna hofu ya Mungu. Mithali sura ile ya 2 na mstari wa 5. Anasema kwamba ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kwa hiyo kumjua kwako Mungu ndio kiwango chako cha kumcha Mungu. Kwa kadiri ambavyo unamcha Mungu ndio unamjua Mungu. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Kwa hiyo hauwezi kumjua Mungu kama haumchi. Kwa hiyo nionyeshe mtu ambaye anamjua Mungu, takuonyesha mtu ambaye anamcha Mungu. Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Na watu wa Mungu waambie kweli, Mungu mwenyewe anatamani sana awafanikishe watu waliokoka. Yaani Mungu anatamani watu waliokoka wafike mahali ambapo wanafanikiwa kuwa ni majini kwa dunia yao. Lakini hawezi kukufanikisha zaidi ya kiwango chako cha kumcha. Umesikia? Mungu hawezi kukufanikisha zaidi ya kiwango chako cha kumcha. Kadiri ambavyo unamcha Mungu na Mungu anakuamini aweze kukufanikisha. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Isaya 33:6. Isaya 33:6. Nikuonyeshe kwamba kama kuna akaunti ambayo inabidi ujiwekee ni akaunti ya uchaji, akaunti ya kumcha Mungu. Isaya 33 na mstari ule wa 6. Isaya 33:6. Anasemaje? Nyakati zako zitakuwa nyakati za kufanya nini jamani? Za kufanya nini? Na za wokovu tele, na za hekima na maarifa. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Anasemaje? Kumcha Bwana ni hazina yake ya nini? Ya akiba. Wake kama kuna akaunti ambayo unaweza kuendelea kuiwekea nafasi, kuwekea muamala, ni akaunti ya kumcha Bwana. Kuna wakati Mungu ataangalia, anakukumbuka sababu ya akaunti yako ya kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Usishike tu akiba ya hela, weka pia akiba ya kumcha Bwana. Umenisikia vizuri? Weka akiba kufanya nini? Ya kumcha Bwana. Kwa hiyo kumcha Bwana kunapaswa kuwa hazina yako ya akiba. Akaunti yako ambayo unapaswa kila siku uendelee kudeposit. Lakini inapotoa leo, wewe mche Mungu, kuna kitu ambacho unakideposit kwenye akaunti yako ya akiba hiyo. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo jifunze kumcha Mungu wakati wote. Na kuna mambo ambayo ukiyafahamu vizuri, utajua kabisa kwamba hata hamna mtu anayeniona, ila imradi namcha Bwana, naendelea kudeposit kwenye akaunti yangu ya akiba.
Na kuanzia leo pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Sema hivi, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Kadiri ambavyo unasikiliza neno la Mungu, ndio ambavyo unazidi kukua na ile hali ya kujipost kwenye account ya kumcha Bwana. Umesemaje? Kadiri ambavyo unasikia neno la Mungu, ndivyo ambavyo una deposit kwenye account yako ya kumcha Bwana. Kwa hiyo ukisikia sana, account inakuwa ina akiba nyingi na ya kutosha. Hebu mwambie jirani yako, ukisikia sana, account yako inakuwa na akiba ya kutosha ya kumcha Bwana. Hii ndio akiba ambayo itakusaidia hata wakati ambao ni mazingira ambayo ni magumu au ya changamoto. Kuna aina mazingira ambayo unaweza kupita, kitu pekee cha kusaidia ni akaunti yako ya akiba ya kumcha Bwana. Kwa Mungu akiangalia pale, akiangalia deposit yako, anasema hivi, hebu kamtazame mcha Mungu wangu huyu. Ile Zaburi 34 mstari wa 10 inasema kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwalinda wale wamchao nini? Bwana. Kwa hata ulinzi wa Mungu unakuja kwako kwa kiwango cha kumcha Bwana. Kwa hiyo ukitaka Mungu aendelee kukulinda, wewe endelea kumcha Bwana. Mwambie yako, ukitaka Mungu aendelee kukulinda, mwambie ukitaka Mungu aendelee kukulinda, endelea kumcha Bwana. Kwa hiyo usiniambie pastor, natamani niwaone malaika, Mungu anitokee. Mungu atakutokea pale ambapo umeanza kumcha yeye. Unaelewa vizuri? Hatimaye Baba tuache kwamba utendaji wa malaika unakuwa wazi kwa mtu ambaye anamcha Mungu. Angalia Matendo sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 5. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 5. Biblia inasema kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Kornelio. Kornelio alitokewa na malaika, na akamwambia kwamba inabidi mtafute mtu akwambie ya kupasa kutenda. Ila ule mstari wa kwanza, yes, hapo. Hapa asema hivi. Anza mstari wa kwanza, labda watu waone mstari wa kwanza. Anza mstari wa kwanza. Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. Endelea mstari wa pili. Mtu mtaua, mchaji wa Mungu. Hii ndio sifa ambayo ilifanya Kornelio avutie malaika aje kwake, amtokee na amwambie yampasa kufanya. Kuna wewe pia unataka malaika waanze kuwa sehemu ya maisha yako. Yaani sio waone, ila wanakuokoa, wanakuletea mambo mazuri, ni pale ambapo umekuwa ni mcha Mungu. Na kuanzia leo pokea neema ya kumcha Bwana kwa jina la Yesu. Sema hivi, pokea neema ya kumcha Bwana kwa jina la Yesu. Kwa hiyo jifunze kumcha Bwana, utavutia utendaji wa malaika kwenye maisha yako. Sasa unaambia labda pastor, nini maana ya kumcha Bwana? Nini maana ya kumcha Bwana? Unaposikia neno mcha Mungu, uchaji au hofu ya Mungu, the fear of the Lord. Nini maana ya kumcha Bwana? Leo nakwambia maana kadhaa za kumcha Bwana, na naomba unielewe vizuri, sababu ukielewa hizi maana utagundua kumbe kuna mahali ambapo labda ulikuwa haumchi Mungu, uanze kumcha Mungu kwenye ukamilifu wake. Nini maana ya kumcha Bwana? Jambo la kwanza andika hivi, kumcha Bwana ni kuwa na heshima kuu ya ndani na unyenyekevu kwa Mungu. Ni kuwa na heshima kuu ya ndani na unyenyekevu kwa Mungu. Nionyeshe mtu anayemcha Mungu, nionyeshe mtu ambaye ana heshima kuu. Heshima ya kwanza kabisa, ni kweli tunapaswa kuwaheshimu watu wote, lakini mtu ambaye ni adui astahili heshima kuliko mtu yeyote yule duniani. Utamheshimu baba, utamheshimu mama, utamheshimu kiongozi wako, utamheshimu bosi wako, utamheshimu mkuu wako wa kazi, lakini heshima ya hali ya juu unapaswa umpatie Mungu. Na ukiwa ni mtu wa namna hiyo, wewe ni mchaji wa Mungu. Wewe ni mchaji, wewe unamcha Mungu. Fike mahali unamheshimu Mungu kuliko namna ambavyo unamheshimu mchungaji wako. Kuna mtu akiwa mbele ya mchungaji anaweza hata akapiga magoti, ila hawezi kufanya hivyo mbele ya Mungu. Mbele ya Mungu yeye ni boss, anainua mkono kama boss. Hata mwimbaji anaambia inua mkono mbele za Bwana, yuko hivi, anashusha chini kidogo tu, ameshashusha chini. Sababu gani? Hamuheshimu Mungu. Yuko ibadani anachati,
Au mnaongea na wewe sasa hivi hapo, kuna mtu ambaye anazungumza jirani yake kitu kingine kabisa, apiga story na jirani yake, story nyingine kabisa yani. Sio watu ambao ni ibada inaendelea, anachukua simu yake, anatoka nje kupokea simu. Kwa maana hiyo simu ni ya muhimu mno kuliko Mungu anayemwabudu. Ni heshima kuu na unyenyekevu kwa Mungu. Ama ni mtu ambaye anaamua mshahara wako. Labda uko sehemu umeajiriwa, ni bosi wako, ni mkuu wako, ni mpangaji, ni mpangishaji wa nyumba. Hapasi kuheshimiwa zaidi ya Mungu. Heshima ya kwanza na dhati inapaswa iende kwa Mungu. Nisikilize vizuri. Angalia hapa. Heshima ya kwanza na ya juu kabisa inapaswa iende kwa Mungu. Hata mimi hapa namheshimu Mungu kuliko vile ambavyo namheshimu mke wangu. Mke wangu vile anaheshimu mimi. Yes. Lakini inabidi amheshimu Mungu kuliko vile ambavyo ananiheshimu mimi hapa. Ifike mahali ambapo heshima ya moyo wako inamwelekea Mungu hata mahali ambapo hakuna naye kuona. Kuna watu ambao wanaweza kumcha Mungu wakiwa mbele za macho ya wengi, ila wakiwa peke yao au wakiwa mahali ambapo hakuna anayewafahamu hawezi kumcha Mungu. Mwanzo 39 na mstari wa 9 nikuonyeshe mtu mmoja ambaye hata kama yupo nchi ya mbali, yupo nchi ambayo hakuna anayemjua, bado aliendelea kumcha Mungu. Sasa wewe tu tukuchukue tu hapa uende mahali ambapo hakuna mshirika mwenzako, unaacha kumcha Mungu. Wakati mmoja hivi nilikuwa nimesafiri, nimeenda kule Tarime, nienda kuwa supervise wanafunzi kwa ajili ya field yao. Kule Tarime hakuna anayenijua, sawa? Hata ile lodge ambayo nilala hakuna anayenijua, sawa? Ule mkoa mzima hakuna anayenijua mimi ni mchungaji. Lakini sababu namheshimu Mungu, sikuacha kuyaishi maisha yangu ya kumcha Mungu. Maana wewe ambaye uko mbele za Mungu kanisani, ndio wewe ndio yule ambaye inabidi mbele za Mungu hata ukiwa chumbani mwako. Wewe ambaye uko uvunguni, ndio wewe yule hata uombeza nini mbele za watu. Kuna watu hapa ukiingia kwenye simu zao, ukiangalia mambo wanayo chat. Hebu angalia jina yako vizuri, usijikawa namuongelea huyo ambaye yuko pembeni yako. Mwangalie vizuri sana. Naomba mwangalie vizuri. Isikani huyo hapo. Ukifungua message zake, cha ajabu zaidi huwa anafuta, mwambie huwa unafuta wewe. Mwambie hiyo tunaijua. Huwa unafutaga message. Unaweza ukafuta message ili asione mtu fulani, lakini Mungu anaona. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hauna haja ya kuangalia anasema hivi kwamba eti ifute message. Mtu ambaye akichukua simu yako cha kwanza, akishamaliza kutumia simu yako, anafuta message zote. Kwa nini? Hataki uone. Kuna jambo ambalo linaendelea ndani mwake. Mwangalie Yusufu. Yusufu alikuwa ameuzwa utumwani. Kama wewe leo nikupeleke Kenya. Kenya pale hauna ndugu, hauna mwanafunzi mwenzako ambaye hakujua, hauna mwalimu wako darasani labda, wala hauna mshirika mwenzako. Je, utaendelea kuishi hivyo hivyo viwango vya kimungu au utalegeza kamba? Unaelewa vizuri? Yaani kuna watu ambao wanamcha Mungu maeneo aliyopo saizi, ila akienda mahali ambapo hakuna anayemuona, bwana, wewe nifanye nitatubu baadaye. Sio hiyo kauli. Wewe nifanye saizi tu hapa, Mungu atanisamehe, Mungu atanirehemu, nitatubu baadaye. Wako watu ambao wakienda likizo nyumbani kwao, yaani ukirudi nyumbani sivyo kama akiwa shuleni au akiwa chuo. Kwa nini? Watu ambao hawamchi Mungu. Anasema hivi, hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Naomba unisomee hapa mwishoni, anasemaje hapo mwishoni? Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose nani? Nikamkose nani? Sio nikose kazi. Sio nikose nafasi. Sio nikose mshahara. Sio niepuke mimba. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu. Kwa hiyo hauangalii kwamba unachokifanya eti utaepuka na mimba, kwa hiyo tutumie condom. Nitafuta baadaye. Nimkose nani? Mungu. Hebu mbele yako, nifanyeje ubaya huu mkubwa? Sijakusikia mbele, nifanyeje ubaya huu mkubwa
nikamkose Mungu? Mwambie nifanyaje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Fike mahali ambapo unamheshimu Mungu kiasi ambacho hauwezi ukaangalia labda mazingira au ukaangalia hali ya nje, kwamba kuna nani ambaye ananiona, kuna macho gani ambayo yanitazama. Ndio wale watu ambao wakiachiwa hela za watu lazima waibe. Sababu gani? Hakuna anayemtazama, hakuna anayemuona, hakuna anayemuona. Hivyo unaweza kumheshimu Mungu kiasi ambacho bosi kuambia kwamba mimi kazi yangu hii ni 24/7. Wake ni masaa 24, siku ngapi? 7 za wiki. Mwambia bosi, kwa kweli hii kazi ninaipenda, lakini sababu mimi Jumapili lazima niwepo kwa Mungu wangu. Niko radhi niache hii kazi ila nisimkose Mungu. Nifanyeje ubaya mkubwa nikamkose Mungu? Nikamkose nani? Nikamkose nani? Yusufu alikuwa radhi aingie kwenye matatizo pamoja na Mungu, ila sio kuingia bila Mungu. Ni heri matatizo ya kupate ukiwa na Mungu, sio ya kupate alafu hauna Mungu. Unaelewa vizuri? Ni heri mambo mabaya ya kupate ukiwa na Mungu, sio ya kupate bila Mungu. Kuna watu ambao wanataka wajilinde wao, walinde heshima zao, walinde hali zao, lakini wamkose Mungu. Jana mama mmoja akanipigia tukia kikao cha nini, ananiambia hivi, pastor, mimi hapo hivyo niona hivi na jambo moja ambalo nakushirikisha. Aha, sawa. Jambo gani? Pastor, kwa kweli nikwambie kweli pastor, mimi hapa na huyo mwanaume ambaye sio mume wangu, lakini pastor ananihudumia mahitaji yangu. Sasa napata shida kumwacha. Sababu gani? Mimi sina kazi ya kufanya. Kama changamoto ya hela lazima nitafute, lakini sio mume wake. Kama baby, dada, hivi kwa na wewe hapo ungekuwa ni mke wa mtu, alafu unasikia mume wako anatembea na mtu nje, anampatia hela mtu nje ambaye sio familia yake, utajisikiaje? Wewe pastor, wewe yani, lakini yani pastor, hali tunafanya niwe hivi, yani nashinda kuelewa nafanyeje. Ndio watu ambao wanataka wakakompromise na viwango vya kimungu kwa sababu ya matatizo fulani fulani. Binti ili apate max za shule, yuko radhi alale na mwalimu. Nisikia story moja hivi, ndio binti ambaye alipata GPA kubwa kabisa pale chuo, sawa? Kila somo ameongoza yeye. Mbele GPA alikuwa anapata kwa sababu alikuwa anatembea na kila mwalimu wa somo. Kwa kila mwalimu wa somo anampatia zile max sababu mimi anatembea naye. Sasa hiyo kampuni ikamuita kazini, akamwambia njoo kwa ajili tunaona hii GPA yako ni kubwa. Akakaa pale kazini hata kuuliza maswali. Hata swali la kawaida hawezi kujibu sababu kichwa chake hakina kitu chochote kile. Yacho kiwaza tu ni kumkosea Mungu. Unajua tu kuonga. Kwa hapo anasubiri tu interview ishe, amuonge bosi pia apate kazi. Sema far from me. Sema far from me. Huyu Yusufu alikuwa yuko radhi matatizo yote yampate, lakini asimkose Mungu. Na kweli Mungu akawa na Yusufu hata alipoenda gerezani. Mungu yuko na wewe kwenye kila jambo unalolipitia, imradi unatunza heshima yake mbele zake. Unatunza kumheshimu Mungu mbele zake. Kwa hiyo mahali ambapo unamheshimu Mungu kiwango ambacho huwezi kulala na mtu ambaye sio mume wako, sio mke wako. Unaelewa vizuri? Unaelewa vizuri? Hebu ile yako visombe hivi, umheshimu Mungu kiwango ambacho hauwezi kulala na mume au mke wa mtu na binti au kijana ambaye haupo naye kwenye agano la ndoa. Kwa mtu mchaji ni mtu ambaye anamheshimu Mungu, hauwezi kulala na mtu yote kwa namna yote ile. Pastor, nilizidiwa, leo nikashangaa sijui sielewi nini. Kiwango chako cha kumsha Mungu ni kidogo. Heshima yako kwa Mungu ni ndogo. Unafika mahali ambapo umebaki mwenyewe na huyo mtu, unaweza kupiga kelele, unaweza kumpiga teke, ukanena kwa lugha, lazima akuachie. Sema amina. Mithali 22:4. Thawabu ya kumcha Mungu ni unyenyekevu. Thawabu ya unyenyekevu ni kumcha Mungu.
Kwa hiyo nionyeshe mtu mcha Mungu, takuonyesha mtu mnyenyekevu, mtu anayemheshimu Mungu, mtu anayemheshimu Mungu. Mtu anayemheshimu Mungu. Sasa unaheshimu nini kwa Mungu? Labda nitajie mambo kadhaa ambayo unaheshimu kwa Mungu. Jambo la kwanza, unamheshimu Mungu kwa sababu ya ukuu wake. Unamheshimu Mungu kwa sababu ya ukuu wake. Kutoka 14:31. Wana wa Israeli baada ya kuyaona matendo makuu ya Mungu wakaogopa na wakamcha Mungu. Kutoka 14:31. Unamheshimu Mungu, jambo la kwanza, kwa sababu ya ukuu wake. Anasema hivi, Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyoifanya Bwana juu ya Wamisri, ndipo hao watu wakamcha nani? Bwana. Hivyo alipoangalia Mungu amegawanya bahari ya Shamu mbele yao, Mungu amewatokezea msaada, jeshi la Farao linawakimbizia lakini aliwapati. Walipoona haya yote wakamcha nani? Bwana. Na wewe pia angalia ni maisha yako, ni mambo mangapi ambayo Mungu amekusaidia, Mungu amekuepusha nayo, labda ni ajali fulani, ni hatari fulani. Hayo mambo ukiyakumbuka ya kufanye uendelee kumcha Bwana, na kuanzia leo roho ya kumcha Mungu inakuingia ndani mwako kwa jina la Yesu. Sema hivi, roho ya kumcha Mungu inaingia ndani mwako kwa jina la Yesu. Hesabu 12:28-29. Hesabu 12:28-29. Tunapouona ukuu wa Mungu unafanya tumheshimu. Unatisha kama nini, oh, unatisha kama nini. Hesabu 12:28-29. Ni 11. Okay. Nimesema hesabu ni Waebrania, Waebrania hapa nika Hebrews. Waebrania 12, naomba rekebisha hapo, Waebrania 12:28-29. Yes, Waebrania 12:28-29. Yes, Waebrania 12:28-29. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemesha, nisomea hapo, muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Hiyo kicho ndio ile kumcha Mungu. 29, maana Mungu wetu ni moto ulao. Kwa ule ukuu wa Mungu, jinsi alivyo Mungu yeye ni moto ulao. Kwa kufanya wewe umche nani? Umche Mungu. Jambo la pili, kwa sababu ya utakatifu wake. Kwa hiyo tunamheshimu Mungu ni kwa sababu ya utakatifu wake. Mungu ni mtakatifu, ya kwanza, mtakatifu ya pili, mtakatifu ya tatu. Kwa Mungu ni mtakatifu ya kwanza, mtakatifu ya pili, mtakatifu ngapi? Ya tatu. Kwa hiyo tunamheshimu Mungu pia kwa sababu ya utakatifu wake. Ndio maana wale wenye uhai wanne, wale wazee 24, huwa wakimtazama Mungu, kila mara wakiinama, wakiinuka hivi, wanaona level mpya ya utakatifu wa Mungu. Huwa wafanya hivi, Mungu unatisha. Wanaenda kumheshimu Mungu. Kwa tunamheshimu Mungu pia kwa sababu ya utakatifu wake. Jambo la tatu, umilele wake. Mungu pekee ndo anayeishi milele, ndo anayedumu milele. Kwa hiyo tunamheshimu sababu yeye ndo wa milele. Wa milele. Jambo la 4, hukumu zake. Yuda 1:15. Moja ya jambo ambalo inabidi umuelewe Mungu, ni kweli mpendwa, Mungu ni Mungu wa rehema. Ni kweli ni Mungu wa msamaha. Lakini kuna upande mwingine wa Mungu, ni Mungu ambaye anaweza kuhukumu.
zile hukumu zake zinafanya tumheshimu. Yuda 1:17 anasema hivi, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuadhibisha wote wasiomcha nani? Mungu, kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu. Hapa tuna mambo kadhaa, naomba tusome andiko pamoja. Kanisa, naomba tusome pamoja hapa, asemaje? 1, 2, tunasemaje? Sijakusikia, anasemaje? Na kuadhibisha wote wasiomcha Mungu. Kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu. Na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameanena juu yake. Hapo chini andika hivi, kumcha Mungu kunaonekana. Kumcha Mungu ni jambo ambalo linaonekana. Anasema hivi, kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu. Kwa hiyo kazi yoyote ambayo unaifanya, utaona kwamba wewe unamcha Mungu au haumchi Mungu. Kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Bwana. Lakini pia maneno yako yanaonyesha wewe kama unamcha Mungu. Kwa hiyo kumcha Mungu kunaonekana. Jambo la kwanza, kwa namna gani? Kunaonekana kwa kazi zako, matendo yako. Jambo la pili, kunaonekana kwa maneno yako. Malaki 3:16. Watu wote wanaomcha Mungu kuna aina ya lugha wanakuwa nao kwenye vinywa vyao. Hawawezi kuwa na lugha ya matusi, hawawezi kuwa na lugha ambayo haimtukuzi Mungu. Malaki 3:16 anasema habari wale wanaomcha Mungu wakasemezana wao kwa wao. Pasemaje? Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Kwa hiyo lugha yako pia, maneno yako yanaonyesha kwamba kweli wewe unamcha Bwana au la. Umeelewa vizuri? Vile ambavyo unaongeaga, na mwingine hapa akianza kuongea vile tu anavyoongea jinsi, huyu mtu hamchi Mungu. Hamchi Mungu. Hamchi Mungu. Hamchi Mungu. Kwa hiyo mbia hukumu za Mungu pia zafanya sisi wote tuweze kumheshimu Mungu. Nini maana ya kumheshimu Mungu? Jambo la pili, twende haraka kidogo. Nini maana ya kumheshimu Mungu? Jambo la pili sasa. Naendelea jambo la pili. Nini maana ya kumheshimu Mungu? Kumheshimu Mungu, nini maana kumcha Mungu amini? Kabla hapo, labda nitoje jambo moja nilikuwa nimeandika hapa, inasema kwamba unapaswa umheshimu Mungu kuliko mtu yoyote, kitu chochote, hali au mazingira yoyote. Mtu ambaye anamcha Mungu ni mtu ambaye anamheshimu Mungu kuliko mtu yeyote, kuliko kitu chochote, kuliko hali au mazingira yoyote. Mfano wa kwanza ni mtu mmoja anaitwa Shifra na Pua. Shifra na Pua walikuwa wamepewa agizo na mfalme ambaye ni Farao kwamba wawaue watoto wa kiume. Ila huyu Shifra na Pua, kwa sababu walimjua Mungu, wakachagua kumtii Mungu mbali na agizo la mfalme. Ile Kutoka sura ile ya kwanza na mstari ule wa 21 pale, wa 21, makaraba sotori bahade rikana masopra hadebeli mahande makala zotili bahata la badia makaraba shando robosigi barabarada. Tuanze mstari ule wa 15 pale, ndio anaelezea habari zao. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili yake aliitwa nani? Aliitwa nani hapo? Pua. Kwa mtu anaitwa Pua. Akisema 16, akisema wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania na kuona wakikuzaa, ikiwa ni mtoto wa kiume basi muweni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. 17 anasemaje pale? Kaisa mashoka pamoja hapo, anasemaje? Sijasikia sote wanaosoma, anasemaje hapo?
lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Maana hawa walichagua kumcha Mungu kivipi? Waliweza kutii sheria ya Mungu mbali na kile agizo la mfalme. Sasa wewe mwalimu tosha kuumbisha kidogo, unasahau Mungu, unamtii mwalimu. Hawa ni mbele ya mfalme. Hapa naongea na watu ambao ipo siku Mungu ataje kuamini uende ikulu. Je, unaweza ukamtii Mungu hata mbele ya rais? Mbele ya rais. Nikamwambia rais, kwa kweli na kuheshimu sana. Japo hili agizo umeniagiza wewe, lakini Mungu hatii jambo kama hili, sitalifanya. Mtu wa pili hapo, andika Obadia. Nishangaje Biblia, Obadia alikuwa ni mtu wa ajabu sana. Obadia alikuwa akimcha Mungu. Ile Wafalme wa kwanza 18 kuanzia mstari wa 3 hadi wa 4. Watu wanaomcha Mungu ndio watu ambao watakuwa hitaji la wafalme, hitaji la watu wakuu. Obadia alipata nafasi sababu ya kumcha Mungu. Wafalme wa kwanza 18 3 hadi 4. Wafalme wa kwanza sura ya 18 na mstari wa 3 hadi wa 4. Kanisa, naomba tusome kwa pamoja hapo tuone kwamba watu wanaomcha Mungu wanatafutwa na wafalme. Anasemaje hapo? Ahabu akamuita Obadia, aliyekuu. Na huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana. Mwenye kumcha Bwana. Sijakusikia, mwenye kumcha Bwana. Kuanzia leo uanze kumcha Bwana sana kwa jina la Yesu. Sema hivi, kuanzia leo wewe uwe ni mtu unayemcha Bwana sana kwa jina la Yesu. Mstari wa 4. Kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100 akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Kwa hiyo kilichofanya Obadia awe mcha Mungu sana, aliweza kumtii Mungu, akawaficha manabii wa Mungu. Obadia watu kama hao ambao jambo lolote wanaweza akawaficha watu wa Mungu kwa ajili ya kuhifadhi mpaka wawe hai. Amen. Hawa ni manabii. Hebu ni manabii, ila kwa muda huo kwa sababu ya amri ya Yezebeli aliyekuwa mke wa Ahabu, huyu jamaa akawachukua manabii 100 akaenda akawaficha. Akawaweka mahali, alafu futu wale waweka njaa, akawalisha chakula. Kwa mcha Mungu pia huwa anawalisha watumishi wa Mungu. Amen. Useme na mcha Mungu alafu mchungaji muda kwako hata humlishi chakula, wewe mtu wa Mungu kweli wewe. Kwa hiyo Obadia ni mfano mzuri wa mtu ambaye alimcha Mungu kuliko mfalme. Kuliko Yezebeli ambaye alikuwa ni mkali kweli kweli. Yaani ungekuwa hivi nje ya Yezebeli, alikuwa ni mwanamke mkatili mno. Lakini bado Obadia akawachukua watumishi wa Mungu, akaenda akawaficha. Kwa sababu gani? Alikuwa anamcha Mungu. Alikuwa anamcha Mungu. Na kuanzia leo nakuombea mtu wa Mungu, roho ya kumcha Bwana ikuingie ndani mwako kwa jina la Yesu. Sema hivi, roho ya kumcha Bwana ikuingie ndani mwako kwa jina la Yesu. Umheshimu Mungu kuliko watu wote kwa jina la Yesu. Baki sio kwamba usiwaheshimu watu, unawaheshimu watu. Ila heshima kwa Mungu ni ya kwanza kuliko ya mtu mwingine. Amen. Amen. Sasa niambia watu ambao eti mtu anapata mchumba hajaokoka, anamwambia tulale wote, eti anaacha kumtii Mungu, kumheshimu Mungu, analala na mchumba. Ni mambo ya ajabu kabisa. Sema far from me. Jambo la pili andika hivi, kumcha Bwana ni kuchukia uovu na kujiepusha na uovu. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu na kujiepusha na uovu. Mtu anayemcha Mungu ni mtu ambaye anachukia uovu, ni mtu ambaye anajiepusha na uovu. Kwa hiyo nionyeshe mtu ambaye ameanza kumcha Mungu na kuonyesha mtu ambaye anauchukia uovu. Mithali 8:13. Kumcha Bwana ni kuchukia. Unachukia. Sema kuchukia. Sema kuchukia. Kweli unaweza ukakaa kitu ambacho unakichukia? Watu huwa hawapendi harufu mbaya. Wakisikia tu harufu mbaya wataitafuta mpaka waipate. Mtu amechukua dawa yake ya panya, ameweka pale kimani kwake, alafu panya akaenda kufia huko ndani huko. Harufu mbaya yasikia chumba kizima.
Yaani atavurugua vitu vyote mpaka apate ile panya aitoe ile harufu mbaya. Ila dhambi, mtu bado anaweza kukaa na dhambi, anaweza kuishi maisha ya dhambi, sababu bado hajachukia uovu. Hiyo Mithali 8:13 asemaje? Kumcha Bwana kuchukia nini jamani? Kuchukia nini jamani? Kwa hiyo unamcha Mungu kivipi? Unachukia uovu. Unachukia uovu. Anaanza mbele, kuchukia nini tena cha pili? Kiburi. Sio tu kuchukia uovu, kuchukia kiburi. Wake chukia kujiinua. Chukia kwa mtu ambaye unajua sana, uko juu ya vyote. Jambo la tatu, kuchukia nini tena? Majivuno. Watu hapa huwa wanajivuna mno. Anajivuna kazi yake, anajivuna familia yake. Lakini mtu anayemcha Mungu ni mtu ambaye anachukia uovu. Cha pili nini jamani? Kiburi. Tatu nini? Majivuno. Cha nne nini? Njia mbovu. Kwa kama kuna njia sahihi, yuko radhi afuate njia sahihi, sio kupitia njia za panya, shortcut. Anachukia njia nini? Mbovu. Jambo nini hapo? Pia anachukia kinywa cha nini jamani? Kinywa cha nini jamani? Kwa hiyo mcha Mungu ni mtu ambaye anachukia. Na kuanzia leo pokea ndani mwako roho ya kuchukia uovu kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo pokea ndani mwako roho ya kuchukia uovu kwa jina la Yesu. Ebrania 1:9. Ebrania 1:9. Ameipenda haki, amechukia dhuluma. Amechukia dhuluma. Moja ya kitu ambacho neema ya Mungu kifanya, neema ya Mungu inakupa nguvu ya kuchukia. Sema kuchukia. Sema kuchukia. Neema ya Mungu ndani mwako inakupa nguvu ya kuchukia uovu. Kuchukia uovu. Kwa hiyo hauwezi kukaa nao uovu. Hauwezi kukaa chumba moja na mtu ambaye analeta mtu ambaye sio mke wake afu wewe umetulia tunamwangalia. No, lazima uchukie. Upo ofisini, mtu analeta mambo ya ajabu, lazima uchukie. Sema kuchukia. Sema kuchukia. Jambo la pili nasema hivi, kuepukana na uovu. Mithali 16:6. Mithali 16:6. Mtu ambaye anamcha Mungu ni mtu ambaye anaepukana na uovu. Anajitenga na uovu. Ni kweli tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa uovu, ni ulimwengu wa uovu, lakini ndani ya Bwana Yesu, ndani ya wokovu kuna neema ya wewe kujitenga na uovu. Kwa rehema na kweli uovu usafishwe. Kwa kumcha Bwana watu hujiepusha na maovu. Sio kwamba maovu hayapo, maovu yapo kweli, anayaona mbele yake, lakini yeye anajiepusha naye. Ayubu 1:1. Ayubu 1:1. Ayubu alikuwa ni mcha Mungu. Yesu kwamba palikuwa na mtu kwenye nchi ya Usi. Kama vile ambavyo Mungu asema hivi, palikuwa na mshirika kwenye kanisa la ABC Global Gongola Mboto, aliyekuwa akimcha Mungu na kuepukana na uovu. Napenda hapo. Ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Uovu hautaisha. Utakaa na watu ambao wanaingilizia mitihani. Utakaa na watu ambao wanaiba fedha za serikali. Lakini wewe unapaswa uepuke. Unapaswa uepuke. Na leo hii pokea hiyo neema ya kuepuka mabaya kwa jina la Yesu. Nasema hivi, pokea hiyo neema ya kuepuka mabaya kwa jina la Yesu. Jambo kwanza utayachukia, lakini pia utayaepuka. Amen. Mfano wa kwanza ni Lutu. Lutu ni mmoja wa mtu ambaye alikuwa na mcha Mungu. Petro wa pili, sura ile ya 2, mstari wa 6 hadi wa 8. Naomba tufungulie hapo tusome tuone kwamba Lutu alikuwa anamcha Mungu kivipi? Aliepuka mabaya, alihuzunishwa na mabaya. Sio umekaa na mtu ambaye anafanya mabaya unamvumilia, sema hivi, kila mtu na maisha yake. Sio kila mtu na maisha yake. Lazima uchukie, lazima ukemee. Basi kama yupo na wewe, basi mkemee, mwambie acha uovu. Acha, mkemee. Amen. Petro wa pili 2:6 hadi 8. 6 hadi 8. Lutu ni mfano wa mtu ambaye alianza kuchukia uovu. Kuchukia uovu. Petro wa pili 6 hadi 8. Ndio msomo hapo moja asemaje? Tena akaikumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya nini? Ya haya. Endelea mstari wa 7, akamwokoa. Kanisa hapo sio kwa asemaje? Akamwokoa nani?
Sijasikia watu wasinzia hapa. Hebu mwangalie yako vizuri. Sika ndio huyo anasinzia na muona hapa anasinzia. Anasemaje? Akamwokoa Lutu. Yule mwenye haki aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Je, unahuzunishwa na mwenendo wa watu ambao unakaa nao hawamchi Mungu? Au tu umekaa na waangalia tu? Mtu anayehuzunishwa kama mambo anaenda akawakemea, akamwambia jamani, hili jambo ambalo sio sawa. Alihuzunishwa sana, sema sana. Kwa hiyo wewe umekaa na mtu ambaye anafanya mambo ambayo mpendezi Mungu, hata haikuumi, mpaka tunamwangalia tu. Jamani, anaisha watu waovu jamani. Ikuhuzunishe uweze kuongea na yeye habari za Yesu. Ikuhuzunishe uweze kumwambia bwana, hicho tukifanya sio sawa. Upo kanisani, una binti ambaye unasoma naye shuleni sijui au kutani mwako, alafu ni binti ambaye unabisa huyu hapa amwelekei Mungu. Unamwangalia tu, unamwacha tu. Hiyo sio kumcha Mungu. Mtu anayemcha Mungu atahuzunishwa, hapa ataongea na huyo mtu. Nenda pale mstari wa 7 pale, nani? Nani pale? Nani? Maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao, kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku. Maana alikuwa anajitesa sababu ya watu ambao hawamchi Mungu. Haya. Mfano wa tatu hapo ni Nuhu. Mfano wa kwanza ni Lutu, Petro wa pili 2:6-8. Mfano wa pili nimeshakwambia habari ya Ayubu 1:1. Alikuwa anaepukana na uovu. Jambo la ajabu, Mkristo anaweza akaangalia video chafu alafu hata ashtuki. Kati ukichukua ile video chafu kumletea mtu hapa, nini tuangalia? Ila kwa mtu ameokoka kabisa, ila anaziangalia kabisa, mpaka ile anakodolea macho, kajifunika shuka lake. Ni hatari sana. Hata ashtuki kabisa, hata ndani mwake ashtuki. Mtu anayemcha Mungu hawezi kufurahia uovu. Hawezi kukaa mahali pa uovu, lazima fike mahali ambapo unamhuzunisha ndani mwake. Mfano wa tatu nimwambia ni Nuhu, Petro wa pili 2:5. Nuhu pia ni mtu ambaye alihuzunishwa sana na mabaya. Alijitenga nayo na alijiepusha nayo. Petro wa pili 2:5. Kanisa tusome hapo anasemaje? Wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimhifadhi Nuhu. Wanaomcha Mungu ndio watu ambao wanahifadhiwa na Mungu. Mjumbe wa haki. Watu wengine 7. Hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. Kwa hiyo Nuhu alihifadhiwa mbali na gharika. Sababu gani? Alimcha Mungu. Kuanzia leo pokea roho ya kumcha Bwana kwa jina la Yesu. Nipokea roho ya kumcha Mungu kwa jina la Yesu. Jambo la tatu, nini maana ya kumcha Mungu? Nini maana ya kumcha Mungu? Nini maana ya kumcha Mungu? Ni kuwa chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Nionyeshe mtu anayemcha Mungu ni mtu ambaye yupo chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Anayemcha Mungu, neno la Mungu ndo sauti ya mwisho kwake. Sio mazingira, sio daktari, sio mazingira, wala sio hali, wala sio mtu wa nje. Ni Mungu. Kwa neno la Mungu linapaswa liwe mamlaka ya mwisho kwenye maisha yako. Na mtu mahali hapa, daktari kimwambia kwamba wewe una mawe kwenye ini, ni rahisi kumwamini daktari, ila hawezi kuamini Mungu. Mungu aliyemwambia kwamba kwa kupigwa kwake umeshapona. Ni rahisi mtu kuamini ripoti ya hospitali, ila asiamini ripoti ya neno. Hawa ni watu ambao neno la Mungu halijawa mamlaka ya mwisho kwenye maisha yao. Unaelewa vizuri? Mtu anaweza kuamini ripoti ya afya, asiamini ripoti ya neno. Neno linasemaje? Mtu anaweza kaamini ripoti anachokisikia mwilini, ila asiamini kile ambacho neno limesema juu yake.
Kwa hiyo neno la Mungu likiwa ndio mamlaka ya mwisho kwako, wewe ni mcha Mungu. Msenya yako hivi. Neno la Mungu likiwa ni mamlaka ya mwisho kwako, umeanza kumcha Mungu. Na neno la Mungu likiwa ni mamlaka ya mwisho kwako, umeanza kumcha Mungu. Kwa hiyo kuliishi neno ndo kumcha Bwana. Kuliishi neno ndo kumcha Bwana. Hauwezi kumcha Mungu zaidi ya kiwango chako cha kulitendea kazi neno. Hauwezi ukamcha Mungu zaidi ya kiwango chako cha kulitendea kazi neno. Kwa hiyo kila neno ambalo lipo ndani kisani, hakikisha unalifanyia kazi. Lisiishie kukaa kwenye madaftari yako. Una madaftari ambayo yana notes nzuri sana, ila maisha yako hayaoneshi chochote. Nielewa vizuri? Torati sura ile ya 6 mstari wa 1 hadi ule wa 2. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Has the final say. Torati sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 2. Unaanza kumcha Mungu pale ambapo neno la Mungu ndo mamlaka ya mwisho kwenye maisha yako. Neno la Mungu ndo sauti ya mwisho kwenye maisha yako. Sio mawazo ya mtu, sio mapendekezo ya mtu fulani. Hapana, neno linasemaje? Soma hapo Torati sura ya 6 mstari wa 1, anasemaje? Na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kumiliki. Mstari wa pili, anasemaje? Upate kumcha Bwana Mungu wako, kuzishika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Kwa hiyo mtu anayemcha Mungu ni mtu ambaye ameishika sheria ya Mungu. Ameshika ni nini ambacho Mungu alimwelekeza, nini ambacho Mungu anamwambia. Unajua, hapo ukienda hospitalini kupima, lakini je, ndani mwako unasikia nini? Nina vizuri? Jifunze kumsikia yule mtu wa ndani kwanza kabla ya kuamini vitu vya nje. Otherwise, utaamini taarifa ya daktari kwa taarifa ya ndani ambayo kwambia kwamba wewe uko sawa. Nina vizuri? Yule mwanamke ambaye alikuwa ni mjane, alipofia mtoto wake, kati anaambiwa na mtumishi wa Elisha, anaambiwa kwamba kitu kiko sawa, sema hivi, it is well. Kiko sawa kabisa. Kiko sawa. Kati ndio mtoto wake amekea fariki. Anaamini kwamba huyu mtoto wangu kwa kuwa ni mpao mtumishi wa Mungu, bado anaweza kumfufua tena. Watu wa Mungu, tujifunze kuliamini neno nje ya mapendekezo ya watu. Tujifunze kuliamini neno nje ya mawazo ya watu. Niangalie vizuri hapa mbele, niangalie vizuri sasa. Hebu sija yako kama anasinzia kidogo. Kwa hiyo anasinzia kidogo leo, sijaelewa nini inatokea. Shida yako vizuri kama anasinzia, mpige kofi kabisa. Pige kofi kabisa kama anasinzia. Kuna watu ambao wanaweza wakaamini hali ambao nasikia mtaani. Kama saa hizi biashara ni ngumu, yaani tangia ile Oktoba 29 biashara ni ngumu, ila haamini kwamba Mungu amesema yeye atafanikiwa. Kwenye haya maisha lazima uanze chini, upitie maisha magumu, ufanye hivi. Sio lazima. Wewe unaona mambo, Mungu anaamua mambo yako. Amen. Kiwango chako cha hofu ya Mungu ni sawasawa na kiwango chako cha kuishi neno. Kiwango chako cha hofu ya Mungu ni sawasawa na kiwango chako cha kuishi neno. Kwa hiyo ule ujazo wa hofu ya Mungu ni sawasawa na ujazo wa kiwango chako cha kuishi neno. Mhubiri 12 na mstari wa 13. Unaliishiji neno ndio kunaamua kiwango cha hofu ya Mungu ambayo ipo ndani mwako. Kwa kuna watu ambao kwa nini hawana hofu ya Mungu? Ni kwa sababu hawaliishi neno, hawalitendei kazi neno. Shika neno, tenda neno. Mhubiri 12:3 tunasemaje? Hii ndo jumla ya maneno yote
yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Mche Mungu. Kuonyesha mcha Mungu ni mtu ambaye analifanyia kazi neno la Mungu. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Jambo la 4, nyuma ya kumcha Mungu ni kutambua uwepo wake kila mahali. Kumcha Mungu ni kutambua uwepo wake kila mahali, kiwango ambacho hauwezi ukaupuuzia. Ni kutambua uwepo wake kila mahali, kiwango ambacho hauwezi ukaupuuzia. Mcha Mungu ni mtu ambaye anautambua uwepo wa Mungu kila mahali, awe angani, awe chini ardhini, awe nyumbani, awe kazini, awe safarini, au awe nyumbani, anautambua uwepo wa Mungu. Ni kutambua uwepo wa Mungu kiwango ambacho hauwezi ukaupuzia. Sio kwa sababu upo kanisani. Hata upo chumbani kwako kule, bado Mungu anakuona. Zaburi 139 mstari wa 6 hadi wa 9 ndio inasema kwamba Mungu, hata kama ningeenda pande za chini ya bahari, huko bado unaniona. Hata umefanya kuzimu kuwa kina changu, bado unaniona. Macho ya Mungu yapo kila mahali, yanamtazama mtu kila mahali. Ifike mahali ambapo tunautambua uwepo wa Mungu hata kama hauhisi. Nimesemaje? Tunautambua uwepo wa Mungu hata kama ufanyaje, hauhisi. Kuna mwingine ili aseme Mungu yuko mahali mpaka tutemeke hivi. Kweli Mungu yuko hapa. Huo sio uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu sio bado usikie machozi yanatoka mchozi. Kwa kweli ibada yetu imebarikiwa sana leo. Tumeona kabisa machozi yanatoka. Huo sio uwepo wa Mungu. Iwe unajisikia au haujisikii, Mungu yupo. Umeelewa vizuri? Iwe una hisia za kusikia kama vile machozi au kutetemeka fulani au hazipo, Mungu yupo. Ni wajinga tu ambao watamtambua Mungu pale ambapo wanasikia kutetemeka. Yaani pastor aliponiombea nikatetemeka namna hii, nikasikia uwepo wa Mungu kweli. Ndugu yangu. Hata nikokea mkono, hata usipotetemeka bado Mungu yupo na wewe. Umeelewa vizuri? Hata nyinyi waimbaji mwelewe asili. Sio kwa hata watu wajalie machozi sema hivi, Mungu hakuwepo. Mungu alikuwepo sana. Sio watu waanze kulia, wagaragae chini, watoe machozi. Hapo usini kwamba kuna wengine ambao wanalia kwa sababu ya matatizo yao. Ayote mtalia hapa, kumbe anakililia sababu anajua kabisa nikitoka hapa sina hela ya kula leo. Bwana nihurumie, sina hela ya kula. Kwa hiyo ndo analia. Kwa hiyo usiutambue kama unaangalia tu unalia. Uwepo wa Mungu uwe unahisi au hauhisi, uwepo wa Mungu uko. Na Mungu ashasema kwamba atatembea na wewe mpaka ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo aidha unamsikia kabisa, unaona kabisa yuko na wewe, au uhisi bado Mungu yuko na wewe. Sema amen. Sema amen kubwa tena. Watu ambao leo hii hata hawasikii kuimba, wataanza kuimba ili tu auvutie uwepo wa Mungu, ili tu auchochee uwepo wa Mungu. Kama tunasema makapara masiteri barada rekamana masopara. Haya nisikii kuomba. Anasema hivi, muda mzuri wa kuomba ni pale ambapo unajisikia kuomba. Lakini muda sahihi zaidi ni muda ambao haujisikii kuomba kabisa. Ile siku saa 11 umeamka kuomba alfajiri, unasikia usingizi mzito, hata kusimama uwezi, ukiomba hivyo unasinzia, hiyo ndio siku sahihi kabisa ya kuomba. Ile siku unasema leo na kesha, afu ghafla unajisikia usingizi mzito. Ukitu kitabu hivi usingizi, Biblia usingizi. Yaani ile siku unafanya vita hiyo siku ndio inabidi siku yako. Unaelewa vizuri watu wa Mungu? Unaelewa vizuri? Kwa hiyo mtu anayemcha Mungu, mtu ambaye anautambua uwepo wa Mungu kiasi ambacho hawezi kupuuzia. Niambia kama kuna viungo vitatu vya uwepo wa Mungu, sawa? Kuna uwepo wa Mungu ambao uko kila mahali. Kama cha kwanza, cha pili, uwepo wa Mungu ambao uko na sisi hapa, sawa? Alafu uwepo wa Mungu ambao fanya nini? Umejifunua. Sasa uwepo wa Mungu ambao uko kila mahali, Mungu yupo ajibaa. Haina jibaa pale, tutaona pia Mungu yupo. Maana Mungu yupo kila mahali. Lakini pia kuna uwepo wa Mungu ambao tukiwa watu wa Mungu namna hii wawili,
Sawa? Sasa walipo wawili au watatu, mimi nipo katikati yao. Sawa? Ila kuna uwepo wa Mungu ambao umejifunua, Shekinah glory. Na mimi naomba mtu mmoja mahali hapa kuanzia leo, Bwana aufunue uwepo wake kwako kwa jina la Yesu. Kwenye maisha yako uwepo wa Mungu ufunuliwe kwako kwa jina la Yesu. Uone waziwazi ule utukufu wa Bwana kwa jina la Yesu. Kwa hiyo mwingine hapa, sababu hamna mtu ambaye anamtazama, hakuna mtu ambaye anaangalia simu yake, anafuta ile video chafu. Anafuta ile message mbaya. Kwa jua akifuta, hakuna atakayemuona, kwa bado atabaki mtakatifu mbele ya rafiki yake, abaki mtakatifu mbele ya baba yake na mama yake. Kumbe ni mtu ambaye ameshaharibikiwa. Anaangalia picha za uchi. Anajificha tu kwenye kichaka fulani hivi cha kufuta message. Zaburi 14:1-4. Ni mpumbavu tu ndio anasema ambaye hakuna Mungu. Mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu. Ni mpumbavu tu. Ila mtu ambaye anatambua uwepo wa Mungu, mtu ambaye hata kama haoni chochote nje, yeye anajua Mungu yuko na mimi. Jambo la 5 nimalizie. Nini maana kumcha Bwana? Kumcha Bwana ni kuyapokea maonyo ya hekima. Kumcha Bwana ni kuyapokea maonyo ya hekima. Kumcha Bwana ni kuyapokea maonyo ya hekima. Mtu anayemcha Mungu ni mtu ambaye anaweza kupokea maonyo. Mchaji au mtu anayemcha Mungu ni mtu ambaye anaweza kupokea maonyo. Maonyo kutoka kwa wazazi wake. Hafa mtu ambaye anambia, wewe baba uniambi chochote baba yangu. Wewe tu ulinizaa tu, inatosha ulinizaa tu. Haikuzaa tu, ndugu yangu. Baba yako anao nguvu ya kukubariki wewe au kukulani. Ama babako ni mlevi, wewe mheshimu kama baba. Umeelewa vizuri? Ama babako ni mlevi, bado ni baba. Mimi simpendi baba, baba huwa anampiga mama yetu. Hayo ya baba na mama ya waachie wao. Cha msingi baba yako ni mama yako, mheshimu na mpe heshima yake. Pokea maoni tokea kwake. Kwa maana watu ambao wanasema kwamba mimi baba yangu kwa kweli sasa nitamtumia na yote sababu gani baba yangu mimi hapa nikiwa mdogo alikuwa amesema mama yetu. Kumbe mama yako ndio kwa shida ya baba yake. Akamwambia mwanangu, yani sio baba yako hivi. Baba yako huyo alivyo anifanyia hivi na hivi. Leo amenipiga, niangalie hapa amenipiga. Mama ni kweli baba amenipiga mimi sijui. Ndio kijua kitu kimoja kwamba wewe ni mama yangu na yule atabaki kuwa baba yangu. Kwa hiyo mtu mwenye ambaye anamcha Mungu ni mtu ambaye anaweza kupokea maonyo kutoka kwa baba yake au kwa mama yake. Jambo la pili, anapokea maonyo kutoka kwa watumishi wa Mungu. Si tu anapokea maonyo kutoka wazazi wake, lakini pia anayapokea maonyo kutoka kwa watumishi wa Mungu wa madhabahuni. Madhabahuni kabisa. Kwa hiyo usiwe kwa mtu ambaye hauitii sauti ya mtumishi wa Mungu, hawezi kuwa mcha Mungu. Mtembea kitabu cha Isaya, kwa mmoja anasema kwamba hawakuitii sauti ya mtumishi wa Mungu. Yaani hawakumcha Mungu, hawakuitii sauti ya mtumishi wa Mungu. Isaya pale. Hawakumtii Mungu, hivyo hawakumcha Mungu. Hakutii sauti ya mtumishi wake. Ni Isaya sijui ngapi, ni Isaya. Nakuwa nilisoma Isaya nikaipata hii kitu. Kwa hiyo kiwango chako cha kumcha Mungu ni sawasawa na kiwango chako cha kupokea maonyo kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Kuna wengine hapa mchungaji akiwaonya hawaendi kanisani. Mimi pastor amenionya, kaniasema vibaya, kaniambia hivi. Sasa anakuambia ukweli mtu wa Mungu. Kule lazima mwingine uume, ukufanya namna fulani lakini ndio unakuponya huo. Amen. Mwambie yako ukweli. Mwambie yako ukweli kutoka kwa mtumishi wa Mungu unaponya, unasaidia. Upokee hivyo hivyo. Isaya 50:10. Isaya 50:10. Isaya 50:10. Unapoitii sauti ya mtumishi wa Mungu, unapopokea sauti yake na maonyo yake, unamcha Mungu. Anasema hivi, ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana, atiie sauti ya mtumishi wake? Kwa nionyeshe mtu ambaye anamcha Bwana ni mtu ambaye anatii sauti ya mtumishi wake Mungu.
Kwa hiyo kiwango chako cha kumcha Bwana ni sawa sana kiwango chako cha kutii sauti ya mchungaji wako au sauti ya mtu ambaye Mungu ameweka mbele yako. Nimwambie hivi, kumcha Mungu kunakuja kwa kusikia au kujifunza. Unajifunza wapi? Unajifunza toka kwa mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameweka mbele yako. Umeelewa vizuri? Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Jambo lingine ni hivi, andika hivi, maonyo ni kuwa na dhamiri njema mbele ya Mungu na watu. Maana neno maonyo ni pale ambapo unakuwa ni mtu mwenye dhamiri njema mbele za Mungu na mbele za watu. Matendo ya Mitume 24:16. Yeyote yule ambaye atakuwa na dhamiri njema sio tu mbele za Mungu lakini pia mbele za watu. Kwa hiyo pia jamii inayokuzunguka inaweza ikajua kwamba wewe unamcha Mungu au la. Kuwa na dhamiri njema mbele ya Mungu na mbele ya watu. Matendo 24:16. Kwa sababu hivi, najizoeza ili niwe na dhamiri njema mbele za Mungu na mbele za watu. Si tu mbele za Mungu na mbele za watu. Matendo 24:16. Tukia hapo tusome haraka. Makapala busidi bahade. Maremo na mashata la barada. Hebu niangalie dakika moja. Makaparabadia. Nami najizoeza katika neno hili, niwe na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele ya watu siku zote. Mtu ambaye atakuwa ana maonyo sahihi ni mtu ambaye dhamiri yake itakuwa ni safi, ni njema mbele za Mungu na mbele za watu wote, na ni siku zote, siku zote, siku zote, siku zote, siku zote, siku zote, siku zote. Mithali 1:29 na Mithali 15:33. Malizia tu kuandika ile andiko afu nikupatie faida za kumcha Bwana. Mithali 1:15, Mithali 1:29 na Mithali 15:33. Nangu umeshaisha. Mithali 1:29 na Mithali 15:33. Kwa kuwa walichukia maarifa wala hawakuchagua kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni jambo la uchaguzi. Kwa unaweza kuanzia leo ukachagua kumcha Bwana ukiwa kazini, ukachagua kumcha Bwana ukiwa sirini, ukamchagua kumcha Bwana ukiwa mbele za watu. Hawakuchagua kumcha Bwana. Sasa tunataka kusema hivi, kumcha Bwana ni maonyo ya hekima, na kabla ya heshima utangulia unyenyekevu. Kwa anayemcha Bwana ni mtu ambaye anaweza kupokea maonyo ya hekima. Haraka kama kuonyesha mambo kadhaa. Sifa za mtu anayemcha Mungu. Jambo la kwanza, muombaji. Sifa za mtu anayemcha Mungu. Utamjuaje huyu mtu anamcha Mungu? Au ni mambo gani ukiona kwa mtu ujue huyo mtu anaanza kumcha Mungu? Jambo la kwanza ni muombaji. Yeremia 26:19. Mcha Mungu ni muombaji. Mcha Mungu ni muombaji. Nionyeshe muombaji, utakuonyesha ni mtu ambaye anamcha Mungu. Kwa kadiri ambavyo unakaa mahali pa maombi, unaendelea kumuomba Mungu, ndio hivyo Mungu anakuongezea viwango vya kumcha yeye. Yeremia 26:19. Mtu amaliza kama huyo haraka kidogo, nasema namalizia hapa. Yeremia 26:19. Makapara barabara. Je, Hezekia mfalme wa Yuda na watu wote wa Yuda walimua Mikaya? Je, hakumcha Mungu na kumwomba Bwana awafadhili? Bwana hakumcha Mungu na kumcha Mungu na sio vizuri, kumcha Mungu na. Kwa hiyo mtu ambaye anamwomba Mungu anaongeza kiwango chake cha kumcha Mungu. Yohana 9:31. Yule kipofu aliyeponywa na Yesu akasema kwamba kama ni mwenye dhambi mimi sijui. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa mcha Mungu humsikia huyo. Maana muombaji ni mtu ambaye anaendelea kuboresha na kuvinoa viwango vyake vya kumcha Mungu. Unaelewa vizuri? Kwa kadiri ambavyo unaomba, ndani mwako unapokea uchaji. Ndio sentence. Kadiri ambavyo unaomba, ndani mwako unapokea uchaji.
kile kiwango cha hofu ya Mungu kinaongezeka. Kama ulikuwa huwezi kumwogopa Mungu ukiwa mbele za watu, huwezi kumcha Mungu ukiwa mbele za watu, kwa hiyo ukianza kuwa mwombaji, Mungu anakuongezea kile kiwango. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyu. Kwa hiyo pia kuongezea kwamba mcha Mungu ni mtu ambaye anayafanya mapenzi ya Mungu, anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Yesu mwenyewe alikuwa ni mwombaji. Ebrania 5:7. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa kwa dua, kwa sala, kwa maombi, kwa machozi mengi, akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kuna watu mahali hapa maombi yao hayajibiwi. Kwa sababu gani? Viwango vyao vya kumcha Mungu ni vidogo sana, hawajaanza kumcha Mungu sawasawa. Yesu alikuwa ni mcha Mungu, japokuwa alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa nini? Mcha Mungu. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kwa hata pia maombi yako yatajibiwa kwa kiwango chako cha kumcha nani? Mungu. Jambo la pili, mcha Mungu ni mtu ambaye ni mtii. Mtii. Mtu anayemcha Mungu ni mtu ambaye ni mtii. Anamtii Mungu kwenye neno lake, anamtii Mungu kwenye maagizo yake, lakini pia anaitii sauti ya ndani ya Roho Mtakatifu. Wengi ni rahisi kutii yale ambayo anaambiwa na mchungaji, ila hawezi kutii ule msukumo wa ndani wa Roho Mtakatifu. Mcha Mungu ni mtu ambaye anaweza akatii msukumo anayeambia kwamba sasa ukafunge siku 3 kavu. Nenda mlimani, funga siku 3 ngapi? Kavu. Kwani Yesu alikuwa mcha Mungu. Roho wa Mungu alimpa msukumo aende mlimani afunge 40 kavu. Mchana na usiku. Umeelewa vizuri? Nawe pia unaweza kusikia ndani yako msukumo wa kupenda kwamba labda utoe kiwango fulani cha sadaka. Mwangalie Ibrahim. Mwanzo 22, mstari wa 10 hadi 15, Yesu kwamba Mungu alipoona Ibrahimu amekubali kumtoa mwanae, akasema hivi, Ibrahim, leo nimejua kwamba unamcha Mungu. Lakini 22:15 pale, mtokee pale Mwanzo 22:15. 15 pale, 15 pale nafikiri. Laka para mara. Ili 14 mara. 16. 16. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao pekee. 17 pale, 17. 17. 18 pale, 18. 19. Oho. Ndio mimi pale Ibrahim akamcha Mungu. Sio ngapi? Kuna ngapi pale? Kuna rudi pale nyuma 13 nafikiri. Sawa. Rudi nyuma tena kidogo. 12 pale. Yes. Akasema, usimnyoshee kijana wako mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Yaani sehemu ambayo Mungu alijua kwamba Ibrahimu kweli anamcha Mungu ni pale ambapo alipeleka dhabihu mbele za Mungu. Yote haya ni kwa sababu ya utii. Jambo la tatu, nionyeshe mtu mcha Mungu ni mtu ambaye ni mnyenyekevu. Mithali 22:4. Mcha Mungu ni mnyenyekevu. Akiambiwa anasikia. Ananyenyekea mbele za Mungu na mbele za watu ambao ameweka mbele yake. Mithali 22:4. Thawabu ya unyenyekevu ni kumcha Bwana. Kwa dalili ya tatu ya mtu ambaye ni mcha Mungu ni mnyenyekevu. Mnyenyekevu. Jambo la 4, anafundishika. Is ready to learn. Mtu yote yule ambaye ni mcha Mungu ni mtu ambaye ana moyo wa kufundishika. Zaburi 34:11. Zaburi 34:11. Ipo tayari kujifunza kumcha Mungu. Zaburi 34:11. Kwa kumcha Mungu ni jambo ambalo linafundishika, lakini pia lazima uwe na ule moyo wa utayari wa kujifunza. Njooni enyi wana, mnisikilize nami nitawafundisha kumcha Bwana. Kuna watu ambao wanakufundisha namna ya kumcha Bwana. Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Wafalme wa pili 17:28.
Wafalme wa Pili sura ile ya 17 utasoma yote kwa muda wako. Jambo la 5, mcha Mungu ni mtu ambaye ni mtumishi, anatumika nyumbani mwa Bwana, anamtumikia Mungu kwa mali yake, kwa fedha zake na kwa nguvu zake zote. Ni mtumishi. Mcha Mungu ni mtumishi. Samueli wa kwanza 12:14. Moja ya sifa ya mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu, lazima awe ni mcha Mungu. Mcha Mungu ndio kigezo cha Mungu kukutumia wewe. Samueli wa kwanza 12:14. Samueli wa kwanza 12:14. Kama mkimcha Bwana na kumtumikia. Kwa hiyo onyeshe mtu ambaye ni mcha Mungu, ni mtu ambaye yuko tayari kumtumikia Mungu. Jambo la 6 ni mtu wa ibada. Hakuna mtu ambaye ni mcha Mungu alafu hajajaa ibada ndani mwake. Kwa kadiri ambavyo unampatia Mungu ibada, ndo anakuongezea viwango vya kumcha yeye. Ufunuo 19:5. Kadiri ambavyo unampatia Mungu ibada ya sifa, ibada ya kumwabudu, umeweka nyimbo za kuabudu na mchezea Mungu pale na maabudu Mungu chumbani kwako, au umepiga magoti mbele za Mungu na msifu Mungu, ndivyo ambavyo unaiongeza sauti yako kwenye viwango vya kumcha Mungu. Ufunuo 19:5. Sauti ikatoka katika kile kiti cha enzi ikisema, msifuni Mungu wetu, enyi watumwa wake wote, nyinyi mnaomcha, wadogo kwa wakuu. Kwa kigezo cha mtu kwenda kumsifu Mungu vizuri ni mtu awe mcha Mungu. Zaburi 33:1. Zaburi 33:1. Kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Hapo sema habari ya wanyofu wa moyo, maana yake ni kwamba ni wacha Mungu. Zaburi 33:1. Tuangalie za faida za kumcha Mungu. Faida za kumcha Mungu. Kwa nini ni muhimu uanze kuishi maisha ya kumcha Mungu? Na hapa naomba kila mmoja anisikilize kwa makini kabisa. Naomba unitazame vizuri kabisa. Faida za kumcha Mungu. Jambo la kwanza ni chanzo cha maarifa na hekima. Ni chanzo cha maarifa na hekima. Mtu ambaye anamcha Mungu, kuna aina ya hekima anaikusanya. Ayubu 28:28. Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Ayubu 28:28. Kwa hiyo anayemcha Mungu ni mtu ambaye anajikusanyia hekima, anajikusanyia maarifa. Mithali 1:7. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Ili andiko kuna siri niliona hapa ikasema kwamba kuna aina ya maarifa hautaipata kwenye vitabu, hautaipata kwenye video, hautaipata unaposikiliza mafundisho. Hayo maarifa unayapata pale wewe mwenyewe umechagua kumcha Mungu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kuna aina ya maarifa hautaipata kwingineko kokote kule zaidi ya wewe kumcha Mungu. Zaburi 111 na mstari wa 10. Zaburi 111 na mstari wa 10. Anasema kwamba kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na wote wafanyayo hayo wana akili njema. Moja ya chanzo cha kuongeza akili za mtu kumcha Mungu. Yaani kadiri ambavyo unamcha Mungu, your level of intelligence inaongezeka zaidi, inapanda zaidi. Mmenielewa vizuri watu wa Mungu? Mmenielewa vizuri watu wa Mungu? Jambo la pili, kumcha Bwana kunaongeza siku za mtu kuishi. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu. Pastor, natamani niishi maisha marefu. Anza kumcha Mungu. Anza kumcha Mungu. Yeyote yule ambaye anamcha Mungu anapata ugavi wa maisha marefu. Maisha marefu. Hata ishia tu miaka michache, atakuwa na wingi wa siku. Wingi wa siku. Mithali sura ile ya 10 na mstari wa 27. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu kuishi. Kwa hiyo niambie pastor, natamani niishi maisha marefu. I want to live supernatural life. Niishi maisha marefu. Ndio mzee sana. Anza kumcha Mungu. Anza kumcha Mungu. Mithali 10:27. Kumcha Bwana kwaongeza siku za mtu, bali miaka yao wasio haki itapunguzwa. Mtaelewa watu wa Mungu? Mnaelewa vizuri Mnaelewa vizuri? Haya, 19:23. Mithali 19:23. Lakini pia si tu kwamba kunaongeza siku za kuishi, lakini pia kuna kuongezea uhai. Kunakupa uzima.
Mithali 19:23 kuna kuongezea uhai, kuna kuongezea hai. Kumcha Bwana huelekea nini? Uhai. Atakaa ameshiba, ameshiba fadhili za Bwana, ameshiba wema wa Bwana, ameshiba uaminifu wa Bwana, ameshiba kufanikishwa na Bwana, hatajiliwa na ubaya. Kwa hiyo kuna mabaya yanamjilia mtu ambaye ameacha kumcha Bwana, na kuanzia leo unapokea roho ya kumcha Bwana kwa jina la Yesu. Nasema hivi, kuanzia leo unapokea roho ya kumcha Bwana kwa jina la Yesu. Jambo la linalofuata hapo ni jambo la ngapi hapo? La tatu. Baraka. Kuna aina ya baraka zipo kwenye kumcha Bwana. Zaburi 128 mstari wa kwanza hadi wa mwisho. Zaburi 128 mstari wa kwanza hadi wa mwisho. Zaburi 128 mstari wa kwanza hadi wa mwisho. Kuna aina ya baraka hautazipata kokote kule zaidi ya wewe kumcha Bwana. Tena hapa uangalie vizuri andiko la Zaburi 128 hadi baraka za familia ziko hapa. Haya kanisa, naomba kwa pamoja tusome kwa sauti kama haja yasemaje hapo? Hiyo sauti haijafresha. Yasemaje? Mstari wa pili, taabu ya mikono yako hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Na mimi namtamkia mtu mmoja mahali hapa kwamba uwe heri na kwako kuwe kwema kwa jina la Yesu. Nasema hivi, uwe heri na kwako kuwe kwema kwa jina la Yesu. Unapotoka ibada ya leo, najisikia kumwambia mtu mmoja kwamba kutakuwa kwema kwako kwa jina la Yesu. It shall be well with you kwa jina la Yesu. Kuanzia leo unapotoka mahali hapa, kwako kuwe kwema kwa jina la Yesu. Mkeo atakuwa mzabibu uzao vyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza. Wow. Baki mimi nikienda kumcha Bwana hadi mke wangu anakuwa ni mzabibu. Mke wangu anakuwa ni mzabibu unaozaa sana. Afu vyumbani mwa nyumba yako, hadi nyumba unapewa sababu ya kumcha Bwana. Wanao kama mche, oh my Lord, kama mche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Kumbe Bwana ameshaniambia wanangu mimi wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yangu. Hii ndio fungu lako kwa jina la Yesu. Sema amen. Tazama atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Kumbe kuna aina ya baraka ambazo unazipata sio sababu kuambiwa Mungu akubariki. Ni pale ambapo unaishi maisha ya kumcha Bwana. Nenda pale Zaburi 112 mstari wa kwanza. Yaani Biblia imeweka wazi kabisa kwamba tukianza kuishi maisha ya kumcha Bwana, tutakomanda inafanya baraka zije upande wetu. Zaburi 112 na mstari ule wa kwanza. Haleluya. Soma pamoja. Haleluya. Heri mtu yule amchaye Bwana, apendezaye sana na maagizo yake. Kwa mtu anayemcha Bwana ni mtu ambaye anapendezwa sana na maagizo yake. Mstari wa pili, wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Kwa hiyo kumbe baraka ya mcha Mungu haishii kwake tu, inaenda hadi kwenye uzao wake. Ndiyo maana moja ya sababu ya ndoa ya Kikristo ni ili Mungu ajipatie uzao utakaomcha yeye. Kwa hiyo hauoi kwa ajili ya tendo la ndoa, niongee namna hiyo. Moja ya sababu ya Mungu kukuingiza kwenye agano la ndoa ili akupatie uzao unaomcha yeye. Malaki sura ya pili mstari wa 11 hadi 14 pale. Mungu akupatie uzao unaomcha yeye. Maana mtoto wa Mungu, kwa hiyo moja ya kitu ambacho Mungu akitafuta kwenye ndoa takatifu ni uzao unaomcha yeye. Raising a godly seed, a godly seed. Haya masingo angekuwa wanaandika hizo points sababu anapatia siri ya ndoa hapa. Yeye ananiambia pastor hivi na hivi, hauoi kwa sababu ya sura. Kwa sababu ya uzuri. In fact Biblia inasema cha Mithali 31:30. Mithali 31:30. Upendeleo hudanganya,
uzuri hudanganya, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Kwa hiyo mwanamke, unatafuta mume wa kukuoa, ongeza kiwango cha uchaji. Watu hapa wadada wengi hapa huwa wanajiombea. Anasema hivi, mimi ni mwanamke wa Mithali 31. Ila kumcha Mungu hataki. Sasa wewe mwanamke which wa Mithali 31. Yule mwanamke wa Mithali 31, mmoja sifa yake kubwa alikuwa ni mwanamke ambaye anamcha Bwana. Na kuanzia leo Bwana ainue wanawake mahali hapa watakaomcha yeye kwa jina la Yesu. Nasema hivi, Bwana ainue wanawake watakaomcha yeye kwa jina la Yesu. Kwa hiyo hata ndoa njema ni pale ambapo mwanamke anamcha Bwana. Mwanaume anamcha nani? Kwa sababu wewe hauwezi ukamchunga mume wako kama tochi. Kila mahali yupo unamfuatiliza hivi. Simu yake unakagua. Hauwezi kama kifuta message itakuwaje je? Lakini mwanaume anayemcha Mungu anajua kabisa kwamba anawajibika mbele za Mungu kwanza hata kabla ya mke wake. Hata baada ya